Taarifa ya jioni kutoka Chama cha Mapinduzi yazua gumzo nchini Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa siku yako ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kilichotangazwa kama zoezi la kawaida la kiutawala ndani ya Chama cha Mapinduzi kimegeuka kuwa ishara nzito ya mwelekeo wa siasa za Tanzania baada ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam kuanza rasmi kazi maalum ya kuhakiki na kuhuisha taarifa za wanachama katika ngazi za mashinani kwa lengo la kubaini mabalozi waliopo, waliofariki na waliokihama chama. Hatua hii iliyotangazwa Januari tarehe 9 mwaka huu haikuja katika ombwe la kisiasa, bali katika mazingira yenye kumbukumbu nzito za uchaguzi wenye utata, kushuka kwa imani ya umma na mashinikizo ya ndani na nje yanayoilazimisha dola na chama tawala kujitathmini upya. Kilicho mbele ya macho ya umma ni operesheni inayogusa mzizi wa mfumo wa chama, lakini kilicho nyuma yake ni swali pana kuhusu namna madaraka yanavyopangwa, kudhibitiwa na kulindwa. Akizungumza mbele ya viongozi wa mashinani kutoka wilaya ya Kinondoni na Ubungo, katibu wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Dar es Salaam Stanley Mkandawile aliweka wazi kuwa zoezi hilo ni mkakati wa kuhakikisha kuwa chama kinabaki imara kwa kuanzia ngazi yake ya chini kabisa. Kauli hiyo inapokelewa katika muktadha wa historia ya CCM, inafungua ukurasa wa mjadala mpana kuhusu nafasi ya mashina kama injili ya uhai wa chama. Tangu enzi ya chama hicho, mashina yamekuwa si tu vituo vya uhamasishaji wa kisiasa, bali pia mifumo ya kijamii inayounganisha chama na maisha ya kila siku ya wananchi, na kuamua kuyahuisha kwa nguvu na kwa mfumo wa kisiasa wa kisasa ni ishara ya kwamba chama kinatambua kuwa nguvu yake halisi haipo tu katika mihimili ya dola, bali katika mtandao huu wa chini unaogusa kaya kwa kaya. Hata hivyo, tangazo la zoezi hili linakuja katika kipindi ambacho CCM inakabiliwa na changamoto za uhalali wa kisiasa. Uchaguzi wa miaka ya karibuni, hasa katika ngazi za mitaa na kitaifa, umeacha maswali mengi kuhusu ushindani wa haki, matumizi ya rasilimali za dola na nafasi ya vyama pinzani. Katika mazingira haya, uamuzi wa kutambua upya mabalozi wa mashina unatazamwa na baadhi ya wadau kama jitihada ya kurejesha ukaribu na wanachama, huku wengine wakiuona kama mkakati wa kuimarisha udhibiti wa kisiasa kabla ya uchaguzi ama chaguzi zijazo. Mvutano huu wa tafsiri unaifanya operesheni hii kuwa zaidi ya zoezi la takwimu na ni tamko la kimkakati. Msitizo wa Mkandawile kuhusu umuhimu wa mabalozi kama kiungo kati ya wanachama na chama unaakisi uhalisia wa siasa za Tanzania, ambako mawasiliano ya moja kwa moja bado yana uzito mkubwa kuliko majukwaa ya kitaifa. Mabalozi hawa wanajua historia za mitaa yao, migogoro ya kijamii na mienendo ya wapiga kura. Kuwajua waliopo, waliokihama chama au waliopoteza uhai ni sawa na kusafisha ramani ya kisiasa ya chama. Na katika nchi ambako takwimu sahihi zimekuwa changamoto kwa muda mrefu, hatua hii inaongeza uwezo wa chama kupanga mikakati yake kwa usahihi zaidi. Kauli ya katibu mkuu wa CCM Asha Rose Migiro imeongeza uzito wa kisiasa wa zoezi hili aliposisitiza kuwa hatua hiyo ni muhimu kwa uhai wa chama na kwamba viwango vya usimamizi vitawekwa hadi nyumba kwa nyumba kupitia mabalozi. Alitoa ishara ya wazi ya kuimarishwa kwa uwajibikaji wa viongozi wa mashina katika historia ya CCM. Kauli kama hizi zimewahi kuashiria kampeni kali za ndani na nidhamu ya ufuatiliaji, hasa pale chama kinapohisi kutikisika kwa msingi wake. Kwa muktadha wa sasa, kauli hii inasikika kama onyo la ndani na ujumbe wa nje kwa wakati mmoja. Tangazo la matumizi ya mfumo wa kidijitali katika kuhifadhi na kusahihisha taarifa za wanachama linafungua sura mpya ya mjadala kuhusu teknolojia ya siasa. Kwa upande mmoja ni hatua inayoendana na mabadiliko ya kiteknolojia na mahitaji ya usimamizi wa kisasa.
Upande mwingine, katika nchi ambako mijadala kuhusu faragha, ulinzi wa taarifa binafsi na matumizi ya mifumo ya kidijitali katika chaguzi imekuwa ikiongezeka, uamuzi huu unaibua hofu mpya kwamba taarifa za wanachama zikikusanywa na kusimamiwa kwa karibu zinaweza kuwa nyenzo ya ufanisi na kiutawala au chombo cha udhibiti wa kisiasa, kutegemea namna zinavyotumika na kusimamiwa. Ni muhimu kuelewa kuwa zoezi hili halifanyiki kwa bahati mbaya ya kalenda. Linakuja wakati vyama vya siasa nchini vinaelekea kwenye maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Uchaguzi huu ambao mara nyingi huonekana kama mdogo, kwa hakika ndio kipimo halisi cha nguvu za chama katika ngazi ya jamii. Kwa CCM kuhakikisha kuwa mtandao wa mashina na mabalozi uko hai, unajua wanachama wake na una uwezo wa kufikisha ujumbe kwa haraka, ni sawa na kuimarisha ngome kabla ya mapambano ya kisiasa. Hapa ndipo hatua ya Dar es Salaam inapochukua uzito wa kitaifa, kwani mkoa huu ni kitovu cha kisiasa, kiuchumi na idadi kubwa ya wapiga kura. Katika historia ya Tanzania, chama tawala kimekuwa kikijipanga upya kila kinapokabiliwa na dalili za kuyumba kwa uungwaji mkono. Miaka ya nyuma imeshuhudia kampeni za uhakiki wa wanachama, marekebisho ya kanuni za chama na hata mabadiliko ya uongozi wa ndani kama njia ya kurejesha imani na nidhamu. Zoezi la sasa linaonekana kufuata mkondo huo, lakini kwa zana mpya za kidijitali na kwa kasi inayolingana na mazingira ya ushindani wa kisiasa wa sasa. Tofauti kubwa ni kwamba leo kila hatua ya chama inachunguzwa kwa jicho la umma lenye kumbukumbu ya matukio ya karibuni ya ukandamizaji wa kisiasa na malalamiko ya haki za kiraia. Kwa wanachama wa kawaida, ahadi za kuboresha mawasiliano, usimamizi wa shughuli za chama na ufuatiliaji wa maendeleo inaweza kuonekana kama fursa ya kusikika zaidi, lakini historia inaonyesha kuwa ahadi hizi zimekuwa na matokeo mchanganyiko. Mara nyingi nguvu za mashina imekuwa ikitumika kuhamasisha utii kuliko mijadala huru ya sera, na swali linalobaki kimya ni kama uhuishaji huu utaleta nafasi ya sauti za wanachama kushawishi mwelekeo wa chama, au utaimarisha tu mtiririko wa maagizo kutoka juu kwenda chini. Kwa nje, CCM inataka kuonekana kama chama kinachojijenga upya kwa ufanisi na uwazi. Kwa ndani, operesheni hii inaweza kuwa jaribio la kurekebisha nyufa zilizojitokeza katika muundo wa chini, nyufa ambazo mara nyingi hujitokeza kwanza katika chaguzi ndogo kabla ya kulipuka kitaifa. Na katika mazingira ya sasa ya siasa ambapo imani ya umma kwa taasisi imekuwa ikipimwa upya, hatua yoyote ya chama tawala ina athari zinazovuka mipaka ya wanachama wake. Mwisho wa simulizi hili hauko katika takwimu za mabalozi au mifumo ya kidijitali pekee, bali katika mwelekeo wa demokrasia Tanzania. Ikiwa huishaji huu utatumika kama daraja la uwajibikaji na ushiriki wa kweli wa wanachama, basi unaweza kusaidia kurejesha sehemu ya imani iliyopotea. Na ikiwa utageuzwa kuwa chombo cha udhibiti na ukimya, basi utaongeza mzigo wa hofu na kutojiamini katika jamii. Na kimya cha mwananchi, hofu ya wanachama na kutochukua hatua kwa taasisi huru vina gharama ambazo zionekani mara moja, lakini ulipwa baadaye kwa kudhoofika kwa mshikamano wa kitaifa. Hatua ya CCM Dar es Salaam, hata hivyo, ni zaidi ya zoezi la ndani, ni kioo kinachoonyesha mustakabali wa siasa za ndani na za nchi, na kile kinachoonekana ndani yake kitategemea jinsi Watanzania watakavyokataa au kukubali siasa zinazoanzia mashinani lakini kuamua hatima ya taifa zima. Ndio hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa Kenyascope, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi kwa kina. Hadi wakati mwingine, naomba ukumbuke kusubscribe.